mipango, DG Zeko, DG Mdungi, wanasheria wizara, Novavis ambayo yupo kaimu mkurugenzi mkuu wa Novavis pamoja na watendaji wote wa upande wa Novavis International. Kwanza naomba tumshukuru Mwenyezi Mungu kuweza kukutana leo hapa Wizara ya Maji, Nishati na Madini kwa ajili ya kuja kusaini mkataba huu baina ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini pamoja na Novavis International kwenye masuala ya nishati ya umeme. Naomba kwanza niwashukuru sana upande wa Zeko kwa kufanya kazi zao vizuri na kuweza kutusaidia hadi kufikia hapa leo kufunga mkataba huu, kwa sababu bila specifications na informations ambazo tunazipata kutoka kwao tusingeweza kufika kwenye mkataba huu. Lakini pia naomba nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi pamoja na Chama cha Mapinduzi kwa kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ukubwa mno kwenye swala la nishati ya umeme. Mkataba huu umelenga mambo mengi ndani yake. Umelenga kisiwa cha Pemba, tunaenda kubadilisha infrastructure kubwa karibia zote ambazo zina urefu wa kilomita 310 na magari tutakuwa nayo ndani ya mkataba huu. Tutakuwa na switches maalum, kutakuwa na mitambo maalum ambayo hata umeme ukiwa umeharibika, umekatika mahala, basi utakuwa unatuonyesha kwenye ofisi yetu wapi umeharibika. Na Pemba tatizo la kukatika umeme, kupungua kwa umeme, inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kwa mkataba huu litaondoka haraka sana. Na tunatarajia sana kwamba mkataba huu utaanza April kama tulivyokubaliana, na niwaombe kwa upande wa Novavis International kama tulivyozungumza kwamba vifaa viwe vya quality, high end, infrastructure ziwe nzuri, kazi ikafanyike nzuri na mambo yaweze kufanikiwa kwa pamoja. Na sisi upande wa serikali tutasimamia wenyewe kuhakikisha kwamba vitu hivi vinafanyika sawa kwa mujibu wa makubaliano, lakini vinafanyika on time. Muda tuliokubaliana uende muda ule ule ili wananchi wa Pemba waondokane na matatizo ya umeme wa kukatika na kushuka kwa muda mrefu. Baada ya kusema hayo, mimi nikushukuruni sana na natarajia kwamba kazi sasa imeanza na kwamba mtaanza kufanya kazi kwa haraka sana. Makubaliano tuliokubaliana ikiwezekana kumaliza chini hapo itakuwa sisi tutafurahi zaidi. Nikushukuruni sana. Na upande wa DG una maana kubwa sana katika kuboresha shughuli za upatikanaji wa huduma ya umeme hususan kwa kisiwa cha Pemba. Ikumbukwe kampuni tunafunga nayo mkataba leo ni ile ile ambayo ilisaidia katika kuboresha matatizo mbalimbali katika kisiwa cha Unguja, ikiwa ni pamoja na kupatikana kwa umeme mdogo ambapo vifaa maalum vilifungwa katika njia zetu kuu za umeme hapa Unguja na pale kwenye substation yetu ya Mtoni. Na kuna kazi moja ndogo wataenda kumalizia vile vile kwenye substation yetu ya Mtoni, ambapo awali kwanza kifaa kilichofungwa pale substation ya Mtoni Satcom kilihusisha ule waya wa baharini wa megawati 100. Sasa hivi wanaenda kumalizia ule waya wa baharini wa megawati 45 ili kuboresha zaidi upatikanaji wa umeme kwa upande wa Unguja. Lakini kwa upande wa Pemba tunalo tatizo kubwa la uchakavu wa miundombinu ya Pemba, hususan njia kuu za kusafirisha umeme na vile vile kuongeza njia mpya za kusafirisha umeme. Kuikumbuka kwa sasa kwa upande wa Pemba tuna feeder line mbili tu, moja imetoka katika kituo kile cha kusambazia umeme cha Wesha kwenda kusini na moja kwenda kaskazini. Sasa hivi tutakuwa na feeder line mbili baada ya mradi huu kukamilika, lakini vile vile itapelekea cable zetu zote kuweza kuboreshwa na vile vile kufunga mfumo maalum ambao utapelekea sasa itapotokea hitilafu ya yoyote katika njia kuu ya umeme kuweza kutambua mara moja wapi hitilafu hii imetokea. Kwa sasa tunafanya zoezi hili kwa kutumia njia za manual zaidi, na inachukua muda mrefu kubaini wapi kuna tatizo, na pale inapobainika kwamba mahali fulani kuna tatizo basi inachukua muda mfupi tu kulitengeneza. Hii ina maana kwamba mafundi wetu tunao mafundi mahiri wa kuweza kushughulikia matatizo tulionayo kule Pemba, lakini inachukua muda mrefu kujua tatizo liko wapi. Sasa mfumo utakaofungwa pamoja katika mradi huu ambao utahusisha pamoja na mradi huu ni pamoja na mfumo huo wa kubaini hitilafu hizi za umeme katika njia kuu za umeme wapi zimetokea, na hivyo kuaddress hizo hitilafu mara tu zinapotokea. Sasa nichukue nafasi hii vile vile na mimi kama alivyosema Mheshimiwa Waziri kwamba kuishukuru serikali kwa sababu serikali
imetusaidia sana katika kufanikisha hili, na vile vile imeridhia kutoa fedha zake binafsi, yani fedha zake zenyewe, kuliko kutegemea miradi katika kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika kisiwa cha Pemba. Nishukuru sana serikali kwa hatua hii, ili litasaidia kuondoa changamoto nyingi za umeme zilizopo katika kisiwa cha Pemba. Kama Novavis International, ikiwa kama mkurugenzi mkaazi wa kampuni hii ya Novavis International ambayo headquarters zake ziko San Antonio, lakini branch tuko hapa Zanzibar. Jina langu naitwa Salma Salim Adimu. Napenda kumshukuru Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri, General Manager ZECO, Naibu Katibu Mkuu na watendaji wote wa serikali. Kubwa ni kwamba tunapenda na sisi pia kutoa shukrani zetu za dhati kwenu watendaji wote, wizara, lakini shukrani zetu za dhati zinakwenda zaidi pia kwa Mheshimiwa Rais wa nchi wa hapa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuweza kutuamini kwa mara nyingine, na alituahidi kwamba kazi tulioitenda kwa mara ile ilikuwa ni kazi bora na tulifanikisha kwa wakati na kwa ufanisi, na sasa changamoto ya kukosa kwa umeme mdogo Zanzibar imeondoka, na kile ndiyo kitu kikubwa ambacho kilichotufanya tuaminiwe tena na kurudishwa tena kuweza kuchukua mradi huu mwingine mkubwa zaidi ambao tunakwenda kubadilisha miundombinu Pemba, ambayo ni miundombinu mikuu ya kupitia karibu kilomita 320 ambayo tunakwenda kuweka sawa na kujenga laini mpya. Lakini pia katika upande wa teknolojia tunakwenda kuweka teknolojia mpya ambayo italeta mabadiliko makubwa kwenye auto reclosure. Tunaweza kuna badiliko pia kwenye fault locators, lakini pia tunaenda kuongeza voltage regulators kwa upande wa Pemba. Sasa hivi airport pia inahitaji line yake wenyewe ya kujitegemea, na hiyo ndio moja katika miundombinu ambayo tunaenda kuitengeneza tukaweza kupeleka airport moja kwa moja. Kuna mengi ambayo tunaenda kuyafanya na ni makubwa, na tunaenda kuleta mabadiliko makubwa. Yani kiufupi, ndani ya miaka miwili mtaona vitu vikubwa, na miaka miwili tunaweza tukasema ni mbali. Kazi nyingi, karibu 30% ya miundombinu na michoro ilishakwisha, na ndani ya miezi 6 mpaka miezi 8 mabadiliko makubwa mtayaona ndani ya Pemba. Kwa tunawashukuruni sana sana kwa kuweza kutuamini, na tupo tayari, na sisi kabla hata mwezi wa kwanza kama tulivyosema tutaanza kazi. Timu ya wakandarasi na wahandisi ambao tayari imeshajipanga, kuanzia Jumatatu tunaelekea Pemba kwenda kuanza kazi. Kwa tunawashukuruni sana.